Neno Kiswahili ambacho tofauti na normal Swahili language. Anasema wakati huo ufalme wa mbinguni utakuwa kama wanawali 10 waliochukua taa zao na kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao walikuwa wenye busara. Wale wapumbavu walichukua taa zao, lakini hawakuchukua mafuta ya akiba. Lakini wale wenye busara walichukua taa zao na mafuta ya akiba kwenye vyombo. Bwana harusi alipokuja, wale wanawali wote wakasinzia na kulala. Usiku wa manane pakawa na kelele, tazameni, huyu hapa bwana harusi, tokeni nje mkamlaki. Ndipo wale wanawali wote wakaamka na kuzitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupatieni mafuta yenu kidogo, taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu, sivyo, haya tutoshi sisi na nini pia. Afadhali mwende kwa wauzao mkajinunulie mafuta yenu. Nao walipokuwa wakienda kununua mafuta, bwana harusi akafika. Wale wanawali waliokuwa tayari wakaingia ndani pamoja naye kwenye karamu ya mlango, na mlango ukafungwa. Amen. Haleluya. Nitakuwa namshukuru Mungu kwa nafasi ya asubuhi ya leo, na namshukuru Mungu kwa pastor kwa kunipa nafasi hii. I will talk just kidogo tu kwa habari ya maombi. Na namshukuru Mungu kwa sababu pia tunaanza maombi kesho, najua itatupa nguvu zaidi na itatupa pia nafasi zaidi ya kuendelea kufahamu na kujua. Ulikuwa ni mfano wa Yesu kwa habari ya kutuweka kuwa alert, kwa habari ya kutuweka kuwa kuendelea kufahamu na kujua zaidi. Aliongelea kwa habari ya wanawali, lakini pia kwa hapa nyuma kidogo ameongelea kwa habari, alikuwa ni kutukumbuke, Yesu alikuwa ni mzee wa parables. Alikuwa ni mtu ambaye anaongea kwa mafumbo. Kwa hiyo hili lilikuwa ni fumbo, lakini wanafunzi wake Yesu wakati mwingine walikuwa wanamwendea, wakawa wanamuuliza. Kuna wakati walishaye kumuuliza, kwa nini naongea nao kwa mafumbo? Akasema, ninaongea nao kwa mafumbo ili wasifanye nini? Wasielewe, akili zao zikafunguka wakaongoka. Lakini akasema kwamba mmebarikiwa ninyi ambao mnazifahamu siri za ufalme wa Mungu. Hii ni habari za wanawali ambao kulikuwa na wanawali 10. Lakini hapa nyuma pia anaongelea, kuna mfano mwingine anaongelea kwa habari anaongelea mifano mingi katika kitabu cha Mathayo. Lakini pia kuna mfano mwingine anaongea kwa habari ya kwamba Yesu aliwatuma wanafunzi wake. Hapo pia ni mfano unafanana na hii. Aliwatuma, kuna bwana shamba aliwatuma watu wakafanya nini? Wakalime, wakapande mbegu. Lakini walipopanda mbegu, baada ya kuchipua kukaonekana pia katika zile mbegu kuna magugu. Wale watu walikuwa wanafanya katika lile shamba wakauliza, je, tukatoe magugu? Na wakauliza ni wakati gani yale magugu yalikuwa yamepandwa. Akawaambia kwamba magugu yalikuwa yamepandwa wakiwa wamelala. Tukiwaona ndugu zetu au tukiwaona mfano huu wa wanawali 10 ambao Yesu alikuwa anawekea mfano, kulikuwa na wanawali ambao wako wise, lakini kulikuwa na wanawali ambao wako fool. Kulikuwa na wanawali ambao ni wapumbavu, lakini kulikuwa na wengine ambao wana hekima. Kwa hiyo hapa tu tunapoanza kusoma tunaona utofauti kwamba kuna watu walikuwa wana wapumbavu, lakini walikuwa wana hekima. Lakini ukiendelea hapa chini akasema kwamba wote wawili walikuwa wamefanya nini? Wote wawili wamelala. Mpumbavu alilala, lakini mwenye hekima pia naye alilala. Lakini kuna utofauti pia, pamoja wote kulala, bado utofauti ulikuwepo kwamba wengine wenye hekima na wenyewe walilala, lakini wapumbavu pia walilala.
Lakini kilichowasaidia wenye hekima ni kwamba walikuwa na nini? Walikuwa na akiba. Walikuwa na kitu ambacho wamejiwekea ambacho kinaweza kikawasaidia hata wakiwaamsha. Kwamba hata baada ya kuamka wenye hekima kuna kitu kilikuwa kimeweza kuwasaidia. Kwamba hata anapoongea ule mfano kwamba mkulima alipoenda kupanda magugu, kuna vitu vilikuwa vimepandwa kwenye shamba, lakini baada ya vile vitu kupandwa kwenye shamba, baada ya magugu kuota, kwamba tukayatoa yale magugu, hapana, tusiyatoe. Lakini wakati gani yale magugu yalipandwa? Wakati anasema kwamba magugu yalipandwa wakati nini? Wamelala. Na kuna sehemu ni Paulo ni nani anasema kwamba wezi hawaibi saa ngapi? Mwezi haibi mchana. Sehemu wanazoiba mchana labda ni sana sana zile sehemu ambazo, zile nyumba ambazo, yani tusemeje, ni sehemu ambazo ziko scattered, kwamba watu wengi wanakuwa kwa makazini, kwa mtu anakuchora na kufahamu vizuri kwamba yule anaonekana ili nyumba haina mfanyakazi, haina nani, kwa hiyo ni rahisi kwenda kuiba. Lakini in street, in normal life, wezi huwa wanakujaga mchana, wanakujaga usiku, sio mchana. Kwa nini wezi wanakuja usiku? Wezi wanakuja usiku kwa sababu watu wamelala. Mwizi hawezi akaja mchana, kwa sababu anajua mchana watu wako active. Biblia inasema hata walevi wanalewa nini? Usiku. Kwa hiyo kumbe mwizi hawezi akaja kwako tu pap. Kwa nini? Kwa sababu anajua wewe mchana atakosa trick nyingi za kukukamata mchana, ila usiku ni rahisi kuiba kwa sababu unakuwa umechoka na umelala. Kwa hiyo mwizi akija usiku inakuwa ni rahisi kuiba kwa sababu watu wamesinzia, wamelala, na unakuwa out of your mind, anaiba na ondoka. Even in our faith, in our journey life, shetani hawezi akaja tu pap. Yani ni mtu ambaye yani hawezi akaja mchana, anategea wakati umelala. Anaweza akapanga strategies kwamba huyu ndugu walale, lazima nimpangie mikakati, lazima tumpe promotion, lazima tumuongeze, tumpe mawazo mengi ili alale, alafu akilala sisi tutapanda vitu. Na vikishapandika vile vitu, akishashtuka kama ameshtuka kutoka usingizini, hawezi akaviova those things. Hata katika maisha ya kawaida, nzi hawezi katua kwenye ugali wa moto, ila kwenye kiporo ndipo tunapokuta hata nini yale ya kijani yameanza, hadi fungus zinakuwa kwenye kiporo, ila kwenye ugali wa moto haiwezekani. Shetani hawezi akavipanda vitu vibaya tunapokuwa very active in the spirit, ila pale tunapokuwa tumejisahau na masumbufu ya maisha. Yesu akasema kwamba maana ya neno lililoanguka kwenye miba ni ule moyo ambao linapokea neno la Mungu kwa shangwe, lakini baada ya muda, kutokana na masumbufu ya maisha, lile neno linasongwa na haliwezi kufanya nini? Kuweza kuzaa. Wakati mwingine when we are going deeper, wakati mwingine tunapoongezeka na majukumu ya maisha, wakati mwingine tunapoongezeka zaidi, tunasahau. Ndio maana kuna mwingine akiingia kwenye ndoa alikuwa anaimba, anaacha kuimba. Mwingine akiingia kwenye biashara fulani, yani sisi ni mashahidi. Like 5 years ago, nikiwa mimi mwenyekiti wa vijana mahali hapa, tulikuwa tukiomba, tukimwombea kila kijana anapata kazi.
Ishi ni kwamba ulikuwa ukimwambia kile kijana akipata kazi, yeye na Mungu ndio imekuwa imeishi. Kwa nini? Kuna vitu inawezekana tulikuwa tumelala, adui anapanda. Kuna vitu katika maisha huwa vinakujaga kama vyema, lakini kumbe ndani yake vinakuwa na ubaya. Biblia inasema pia hata malaika wa giza huwa wakati mwingine anajifanya kama ni malaika wa nuru ili aweze kutupata. Hakuna mtu mbaya hata kwenye maisha anaweza kujionyesha mimi ni mbaya, mimi leo hii ili niweze kumfanyia labda ubaya kaka Zefania, siwezi nikajionyesha ubaya moja kwa moja. Lazima nimuoneshe wema ili asiuone ubaya ninayompelekea. Kwa sababu nikimpelekea ubaya moja kwa moja tashtuka. Kwa hiyo ili niweze kumpata lazima nijifanye mimi ni mwema. Nikiwa naye karibu ndio itakuwa mimi rahisi kumuumiza. Kitu chochote hata kibaya kwenye maisha hakiji kama kibaya, kinakuja kama kizuri ili kiupate moyo wako. Na kisha kiupata moyo wako, kama hauna mizizi, huwezi ukatoka kutoka hapo. Kwa nini? Kimeshakupata. Ndio maana hiyo kwamba tunapojisahau ndipo adui anapopanda. Tunapokuwa tumelala usingizi ndipo adui anapanda. Unashangaa umejisahau, imepita siku moja, siku mbili umejisahau, 1 week, 1 month umejisahau kama wewe ni unani, umezaliwa kutoka juu uelewe. Yaani umejisahau, you are busy with life. Unakuja kushtuka kwamba kumbe lakini mimi Mungu mbona aliongea na mimi? Kumbe kuna vitu fulani Mungu aliongea na mimi kwamba mimi ni mtumishi wake katika kitu 1, 2, 3. Lakini umeshajisahau. Kuanza kujitafuta tena inachukua gharama. Unashangaa you don't feel to pray again. Hausikii hamu ya kuomba. Hausikii hamu ya neno. Ukishika Biblia ni kama ni mzigo. Ukiomba ujisikii. Kwa nini? Kuna vitu vimepandwa ukiwa umelala. Na Roho Mtakatifu asipokuwezesha kwamba wakati mwingine tunahitaji msaada. Unashangaa kwenye wakati unapita, huwezi kuomba, huwezi kusoma neno. Wakati mwingine ndio ukijisahau kwamba nimpigie hata mtu fulani anisaidie, aniboost to pray with him who has. Kwa nini? Kuna vitu vinakuwa vimeachiliwa tukiwa tumelala. Lakini sisi ni wana wa nuru. Hatutakiwi kuruhusu hadi hayo mazingira. Ni lazima turuhusu taa zetu ziko full na mafuta hata tukilala, lakini tukiamka zile ndani yetu itatufanya nini? Tuendelee na bubujiko la uzima. Kwa nini? Kwa sababu ametuambia ya kwamba ndani yetu kuna maji ya uzima yaliyo hai. Kwamba hata kama umepitiwa umelala, adui amepanda vitu vyake ndani yako, lakini bado hauna nafasi ya kuendelea kukaa pale. Lazima ile nguvu iliyo ndani yako igenerate something from inside of you. Kwa nini? Ndani yako kuna roho wa uzima ambaye anaweza kukusaidia kuweza kuamka katika pale ambapo ulikuwa umelala, pale ambapo ulikuwa hauwezi. Roho wa uzima aliye ndani yako anaweza kukuboost kurudi tena na kuanza tena kusimama na kuendelea mbele. Lakini pale ambako Roho Mtakatifu yuko ndani yako, vitu vimepanda, adui ameachilia, vitu vimeibwa. Yawezekana imeibwa ibada ndani yako, yameibwa maombi ndani yako, lakini kumbe unaweza tena ukatulia, Roho Mungu akakupa nguvu tena, kwa sababu ndani yako kuna nguvu. Na Biblia imeongea wazi kwamba shetani anakuja ili aibe, achinje na auwe. Shetani akija kukuvamia hana huruma. Lakini kinachoweza kutufanya sisi kuwa active, kinachoweza kutufanya sisi kuendelea mbele ni kukaa magotini, ni kuendelea na ibada. Kwa sababu hii tu sio ibada, lakini hata kule kwenye maisha yanayoendelea kila siku ni ibada. Tunapoongelea maombi is not about only to come here to pray to say Jesus. No, it's about all the ways of my life. Kwa sababu kile ambacho ninakutana na mteja wangu kule, ninapomjibu yule mteja au ninapoishi na yule mteja, ina affect cycle of my life. Kile ambacho ninamjibu mteja kwenye biashara yangu
kinaweza kika-affect mwenendo wangu na Kristo. Yale maisha ninayoishi mimi yanaweza yakaniboost kwenda mbele kwenye maisha ya wokovu au kwenye maisha ya maombi, au yakanisababisha kurudi nyuma. Because life is all about moyo. Maombi ni kwa habari ya moyo. Siku zote ukiwa na siku ambayo au wiki ambayo you are busy, kuna jambo ambalo nimesha kulipitia lilichafua moyo wangu, ambalo is not about si aliko upande wa Mungu. Lilichafua moyo wangu, ilikuwa ni siku ya Jumatano. Nilipokuja hapa sikuomba. Nilikuwa naonekana naomba. Ukiniona unasema huyu mtu anaomba, lakini ndani yangu inajua mimi siombi, kwa sababu moyo wangu haukuwa sawa. Niambia Baba, naomba nisaidie. Holy Spirit help me to pray. Lakini ufahamu wangu umeshikwa na lile jambo. Kwa sababu kuomba jamani, sio kuomba is not about to see kwamba nimeomba Baba asante na kushukuru na tangaza ushindi, alafu you are not connected with your heart. That is not prayer. Maombi si kuomba tu kumdomo. Maombi yanatokea kwenye moyo. Kama unaomba without to be connected with your heart, that is not a prayer. Yayo ni makelele tu kama makelele mengine. Au maombi yale mengine tunayoangalia saa kwamba iseme hapa nimeweka alarm kidogo tu nimemaliza maombi. Hayo sio maombi. Maombi sio kitu rahisi guys. Tuonge tu, maombi sio kitu rahisi. Maombi sio kitu rahisi. Ila maombi ni kitu kigumu. Ila yanafanya nini? Yanaharibu vitu vigumu. Wewe kama uko upande wa Mungu, biashara zako haziwezi kusucceed without a prayer. Tukubaliane, iko hivyo. Kama wewe ni mtu wa Mungu, umekubali kuwa njia hii, kama huombi, hakuna jambo litakaloenda, kwa sababu uko kinyume na ufalme wa giza. Na kama unaona vitu vyako vinaenda, huo ni mtego. Kama wewe ni mtu wa Mungu, kutoka ndani ya moyo wako unajijua kabisa wewe ni mtu wa Mungu, na unajua tu kabisa Mungu anakusudi na wewe, au uombi alafu vitu vyako vinaenda, huo ni mtego. Huo ni mtego. Kwa sababu tuko ulimwengu tulionao in the battleground. Kila siku kuna taarifa zinakuja. Mara umeamka asubuhi, taarifa hii imekuja. Inataka tuikondoe kwenye ibada. Wewe unashaka taarifa inachafuka. Na ukishachafuka moyo, hakuna ibada. Ukichafuka moyo jamani, tuombeeke tu ukweli. Ukichafuka moyo hakuna maombi. Maombi sio kuangalia saa. Kwamba nimeomba saa moja, hayo sio maombi. Kwamba nimeomba masaa mawili, hapana, hayo sio maombi. Maombi ni kujimimina moyo wako. Unaweza ukaomba dakika 5, lakini ukaomba zaidi ya yule mtu aliyeomba saa moja. Unaweza ukaomba dakika 5, lakini ukaomba zaidi ya mtu aliyeomba saa moja. It's all about your heart. Moyo wako umekuwa connected na nini? It is impossible to pray about something, but your words and your heart is not connected. Siwezi nikasema ninaliombea kanisa, lakini at the same time inside of me ninawaza kwa habari ya kwenda kumchukua mteja. Kwamba nimekuja kuomba hapa dakika 5. Mwambie Baba asante kwa ajili ya kanisa. Asante kwa kanisa. Lakini ninakumbuka moyo wangu unamwaza mteja, kwamba mteja akiniambia baada dakika 10 atanifanya nini? Atanipigia simu. Atanipa 5,000. Unashangaa umezama huko. Yale sio maombi, kwa sababu moyo wangu hauko connected. Ndio maana tukitaka kuomba, Yesu alisemaje? Alisema wazi kabisa, if you want to pray, go the inner room. Kama ukitaka kuomba, ingia ndani ya chumba cha ndani, alafu ukiingia funga mlango, close the door.
Hatuwezi kuomba tu nimekuja Baba asante, ninakushukuru, lakini moyo wangu hauko connected. It will be impossible. Itakuwa rahisi kwa sababu maombi yangu yatakuwa passionate, na itakuwa ngumu hata pia itakuwa rahisi kwa adui kufanya ni kupanda vitu. Kwa sababu maombi sio kitu rahisi. Yaani tuongee tu ukweli, maombi is not about it. Yaani sio kitu rahisi. Hayo maombi ambayo mchungaji wetu ametangaza, maombi ya kufunga, haitakuwa rahisi. Ndio zile opportunity wakati mwingine za kuitwa kwenye kitimoto na mtu ambaye hajawahi kukwambia karibu kwenye kitimoto. Ndio nyakati ambazo za watu mtu anatamani akutoe out wakati hajawahi kutoa out. Kwa nini? Kwa sababu the battle ni vita. Wakati mwingine unashangaa ndio kuna bando la 5G alafu linaisha ndani ya wiki. Alafu wakati ndio ulitamani udownload movie kali. Yaani kuna movie udownload movie kali kama ile movie imeishia pale. Hizi 5G nilizopewa na huu mtandao nitazikalia, nitahakikisha na download moja. Alafu ndio wiki na maombi. Alafu ndio hivyo vitu ambavyo maombi leo vitu huwa viendani. Yaani haviendani. Kwa hiyo si rahisi. Yesu aliposema kwamba jamani kila mtu abebe msalaba wake, sio rahisi jamani. Hii njia sio rahisi. Kuna watu waliimbaga tambalale kwa Yesu hakuna milima. Yaani sijui waliwazaga nini, sijui kwenye mawazo waliowaza wao, inawezekana waliona kwenye njia yao kwamba tambalale kwa Yesu hakuna milima, lakini sio kweli. Kwa Yesu kuna milima. Ndio maana hata mwenye wokovu alisema kabisa, yoyote anayetaka kunifuata mimi ni sharti abebe msalaba wake anifuate. Na akasema kabisa, yeyote ambaye atampenda mke wake, atapenda watoto wake kuliko ufalme wangu hanifai. Yaani kuna kauli ambazo ukimsikia Yesu anaziongea, unawaambia hisi hapana. Anasema kama huu ndio wokovu. Yaani huu ndio wokovu, hapana. Kwa nini? Si njia rahisi. Ndio maana hata kuokoka jamani, hatuokoki kwa nguvu zetu. Tungekuwa tunaokoka kwa nguvu zetu leo hii tusingekuwa hapa. Ila kinachotufanya tuokoke ni ile imani Mungu aliyoweka ndani yetu. Sio kila mtu leo muone katika ulimwengu ataokoka, mwingine hana imani, hajapewa imani. Kuokoka is just the grace. Tumepewa neema ya kuweko mahali hapa. Hallelujah. So when we talk about the prayers, tunapoongelea kwa habari ya maombi sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Na siku zote adui asipokupata wewe au asiponipata mimi, ili to affect your life, your prayer life, au to affect, kwa sababu kwenye maombi, yani prayer life jinsi ilivyo, lazima ni anasemaje, mkiwa mmefufuliwa na Kristo, yatafakarini yaliyo juu, sio yaliyo katika ulimwengu. Si ndio hivyo? Ili niwe affected, moyo wangu uwe affected, nisi kwa habari ya prayer life, adui akiona amekushindwa kupata wewe, huwa anaenda kwenye your cycle yako ya watu waliokuzunguka, familia yako, kwamba ili nikitaka huyu mtu nimeshindwa kumpata, okay, ili nimpate huyu, nani yuko karibu naye? Okay, huyu mtu yuko karibu na rafiki yake. Kwa hiyo yule rafiki yake kuna mlango uko wazi. Kwa hiyo nitamtumia yule rafiki yake kuharibu prayer life ya huyo mtu. Kwa hiyo anaenda yule mtu aliacha mlango wazi. Kumbuka jamani, ukweli ni kwamba mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye hana Mungu, it is possible kufanya jambo lolote wakati wote. Yaani mimi bila Mungu, yawezekana sasa ningekuwa na wanawake 5. Mimi bila Mungu. Kwa sababu mwanadamu iko hivyo. Mwanadamu wa asili asiye na Mungu ni sawa na mnyama, yuko kwenye kundi la wanyama. Lakini mtu ukiwa ndani ya Kristo lazima tumekuwa ni kiumbe kipya. Yaani bila Mungu we are nothing. Asidanganye mtu. Kwa dunia inasemaje? Tuongee tu kwa dunia inasemaje? Dunia inasemaje? Uwezo ukakaa na mke mmoja, sio hivyo?
Dunia ndio inavyoongea, hizo ndio kanuni za dunia. Kwa hiyo mimi bila Mungu inawezekana leo ningekuwa na wanawake 10 bila Mungu. Lakini Mungu ndio anayetutunza. Kwa hiyo shetani anaangalia ni cycle. Ni mtu gani ambaye yuko karibu na wewe ambaye anaweza kumtumia ili to affect your prayer life au maisha yako ya kiroho kwa ujumla. Yule mtu akiwa kuna mlango ameacha wazi na ni mtu ambaye unamwamini. Yaani ni mtu ambaye akipiga simu moja upo, akipiga simu moja hapo. Ni rahisi wewe kutumika kama nini? Anguko lako. Atatumia huyo mtu au atatumia familia au anaweza kutumia hata kanisa. Kwamba okay, tunajua mchungaji yuko busy sana. Tunajua mchungaji yuko hivyo. Okay, basi tutatumia kondoo walionao. Kwa sababu neno pia linasema atawapiga nini? Akimpiga mchungaji kondoo anatawanyika. Kwa hiyo anatumia kwamba okay, sasa nifanye nini? Sasa nawafanya kanisa zima wawe busy ili mchungaji akae chini. Kwa hiyo mchungaji asipoelewa kwamba hii ni trick ya shetani, mchungaji anakaa chini. Kwa wakati mwingine kuna ile cycle yetu yote tuzunguka siku zote. Shetani anafanya kazi na mimi nisijiimarishe tu mimi. Ndio maana wokovu is not about me all. Yaani si kwa sababu mimi peke yangu, pia wokovu is about watu wote. Hata tunaposema tuombeane tunamaanisha kwa sababu maisha yatakazefanyia asipokaa sawa, yanaweza kani affect me the way I'm walking with the God. Nisipowafundisha watoto wangu kumjua Mungu, wale watoto wangu wanaweza kaja kufanyika mwiba kwenye maisha yangu na waka affect my walking with God. Kwa shetani anaweza kutumia, kwa sababu shetani ni mwenye ana akili. Biblia pia imesema kabisa adui yuko very clever. Ana mikakati. Yaani ana mikakati kabisa kwamba napiga pale afu mtu nitampata. Ana mikakati, anasema kwamba hii ndani ya miaka 3 lazima yule mtu nimpate. Kwa anaweka target pale. Nisipokuwa mtu wa maombi nitaingia kwenye 18 zake. Because when we pray our hearts inaona. Tunapoomba mioyo yetu inafunguka. Tunapoomba tuna uwezo wa kuona vitu vijavyo. Na hatuombi kwa nguvu zetu. Kuna kitu ndani yetu kinachotuwezesha kuomba, Roho Mtakatifu. Naye tuwezesha kuomba. Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha kuomba. Tukiomba bila Roho Mtakatifu ndio yale maombi ya kumuombea mtu fulani, alafu unawaza biashara. Kwamba wiki hii ninafunga. Mtu ametoka anakuambia nimefunga. Hii Jumapili itakuja nimetoka ni mlimani. Anakutisha na sauti yake ya ajabu amefunga. Kwamba mchungaji wetu ametoka mlimani, wiki hii amekuja amefunga. Anakuja kabisa na maji hapa ameyaombea maji, sema ombea si mafuta, lakini kumbe hakuna kitu. Kwa nini? Is about your heart. Na maombi lazima tufahamu kwamba when we pray, tunapoomba kila siku tunaomba tofauti. Hatuombi kila siku vile vile. Maombi yanaweza yakawa ni conservation. Kuna wakati mwingine unaweza kumwambia tu Mungu, Baba hivi inakuwaje? Kuna conservation ni kama nini? Tunasemaje? Mahojiano. Maombi yanaweza kama mahojiano. Lakini maombi yanaweza kawa listening. I'm listening. Kwamba kuna kitu nataka ukisikie kutoka kwake. Lakini maombi wakati mwingine ni talking. Kwa wakati mwingine kwamba ninasema kwamba ili jambo ni salama kwa jina la Yesu. Mke wangu umejifungua salama kwa jina la Yesu. Afya yako iko salama. Wewe uko mzima. Hakuna baya. Wewe ni salama. Kazi hii inaenda mbele. Huduma hii inaenda mbele. Sisi ni uzima. Sisi tumechaguliwa na Bwana. Fungu letu ni jema. Sisi tuna amani. Sisi tunatembea kwenye furaha na amani. You are praying but you are talking to something. Kwa hiyo ni sehemu ya maombi. Wakati mwingine amesema nimewapa mamlaka kwa nyaga nyingine na nyoka. So you are declaring something. Kwa sababu kuna nguvu ya uwezesho ndani yako. Kuna Mungu ambaye yuko ndani yako anayekuwezesha. Kwamba Roho Mtakatifu anakubidiisha kutamka kwa habari ya kitu fulani.
Tukumbuke Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji. Kuna sema ameongewa kwamba ni roho wa uumbaji. So ninapokuwa accompanied na Roho Mtakatifu kutangaza uzima kwenye jambo fulani, uzima lazima uonekane, kwa sababu sio mimi ninayeishi, ila yupo mtu anayeishi ndani yangu. Kwa hiyo ninapotangaza uzima na afya njema kwa habari ya mifugo yangu, sio mimi ninayetangaza, ila kuna nguvu ya uzima inayoishi ndani yangu. Ninaposema kwamba mifugo yangu na iwe mizima, ninaposema na uwe mzima kwa jina la Yesu, sio Luka wala sio Zefania anayeongea hivyo, ila kuna Mungu ambaye yuko connected naye ndio anayetangaza uzima. So when you are praying, sometimes you are declaring, sometimes you are talking with something. Unaongea na kitu kama wewe ninasema kwamba uwe mzima, kwa sababu mimi ni representative wa ufalme wa Mungu. Mimi nikiwepo Mbeya na Mungu angekuwepo Mbeya ni sawa sawa, kwa sababu aunganikae na Roho Mtakatifu amefanyika mmoja. Anasema aunganikae na kahaba ni mwili mmoja, lakini aunganikae na Roho Bwana ni roho moja. Kwa hiyo roho yangu mimi sina roho mbili, na roho moja. Hiyo roho ndio iunganika na Kristo. So when I'm praying, sio mimi ninayeomba, lakini Roho Mtakatifu ndio ananiwezesha kuomba. Kwa hiyo ninapotangaza uzima sehemu fulani, hauoni kutokea mbinguni kuja duniani, ila anasema mmeketishwa alipo Kristo. Anasema uhai wenu umefichwa katika Kristo ndani ya Mungu. So when I'm praying, siwiti Mungu kutoka mbinguni, ila Mungu nimekaa naye, ninaishi naye. Anasema in him we live, in him we move, and in him we have our being. Kwamba ndani yake tunaishi, ndani yake tunao uzima, ndani yake tunayo maisha yetu. So ninapoomba siombi peke yangu, ila kuna nguvu ya uwezesho ndani yangu, ndio ninayoomba nayo. Kwa hiyo unapotangaza kwamba when you are talking, unapoongea kwa habari ya kitu fulani, kwamba wewe ni baraka, wewe ni uzima, wewe ni ushindi. Kwa hiyo ni sehemu moja hapo ya maombi. Lakini kuna wakati utahitaji kusikiliza Mungu anasema nini. Lakini kuna wakati utamuuliza Mungu, mimi sielewi, ili jambo linakuaje? Ili jambo linakuaje? Kuna wakati huo wa kumuuliza Baba. Kwa sababu maombi sio kuomba tu, sio tu kuja hapa kuanza kuomba, lakini maombi ni maisha ya kila siku. Ndio maana nasema anafanya zaidi ya tuombayo, zaidi ya tuwazavyo, kutokana na nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo maombi sio tu kuja kanisani na kuomba, maombi sio tu kufumba macho, ila mawazo yako pia ni maombi. Ndio maana Daudi anasema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Maombi sio kuomba tu hapa kuja kusema kwa jina la Yesu. It's not about kwa jina la Yesu, ila wewe na Yesu mmefanyika kuwa wamoja. Kwa hiyo hata mawazo yako ukiwaza yanatimia. Kwa nini? Wewe na Yesu ni mmoja. Kama mimi anasema kwamba aunganikae na kahaba ni mwili mmoja, na aunganikae na Kristo ni roho moja. Kumbe kama ninaendesha bajaji yangu, ninaenda mitaa Isheshe, mitaa Itua, ninatembea na Yesu. Kwa hiyo hata nikiwaza ninaenda kuangalia wateja Simike, ninapata wateja. Kwa nini? Sio mimi, nimeunganika na Kristo. Nimeunganika na Kristo. Kwa hiyo maombi is not about kuja hapa kuomba au kusinzia kwamba Baba ninakushukuru, ninasema asante, ninakushukuru kwa siku ya leo. Sio tu hivyo, ile about pia mawazo yako yana matter in prayers. Ndio maana leo wetu isipokuwa sawa hatuwezi kuomba na Baba akasikia. Hata mawazo yangu, hata vile ninavyofikiri ina affect my prayer life. Vile ninavyowaza, vile ninavyoenda ina matter. Kwa hiyo hata tunapoanza haya maombi siku ya kesho, hata vile tunavyoomba, hebu kumbuka familia. Ndio maana pia nimependa mchungaji alivyosema kwamba tunaenda kuliombea kanisa, kwa sababu wakati mwingine sio kila maombi tunayoyaomba yanatoka kwa Mungu. Wakati mwingine tusipokuwa watu wa rohoni, unajikuta kwamba shetani naye unajua naye ana prayer points. Yaani adui anaweza kukupa prayer points, yaani prayer points vizuri kabisa. Yaani unashangaa kuna jambo limetokea,
Kumbe ile jambo sio kweli bwana, ni maigizo. Kwa sababu adui yuko very clever. Very clever. Lakini anasema sisi tunao nia ya Kristo. Yaani shetani anakupa kabisa prayer points. Unashangaa umeamka asubuhi, kuna jambo unashangaa liendi vizuri, kwa unaanza kuomba kwa bali ile jambo. Unaliombea unamaliza. Alafu umetoka pale, jambo lingine limetokea, unaliombea umemaliza. Kumbe hata mambo yenyewe hayapo. Hiyo ni kinimacho. Maombi halisi. Anasema ni kwa nini? Biblia iko wazi. Anasema sisi tuliokoka hatuendi kwa nini? Kwa macho ya nyama. Kwa hiyo kama tuendi kwa macho ya nyama, kwa nini ambapo tunaviona nje tuviombee? Tunaomba according what is Holy Spirit tell us to pray. Tunaomba kile ambacho Roho Mtakatifu anatuambia wakati wote tuombe. Tukiomba kutokana na mazingira, ina maana mazingira yanaweza yakatuaffect. Sometimes unashangaa, kuna wakati unashangaa sometimes umepitia situation fulani ngumu, alafu huwezi kuomba, alafu Mungu anakuvusha. Ina maana kilichokuvusha pale sio nguvu zako. Jamani, unashangaa umepita kwenye situation, yani uelewe, unasema okay, it's okay. Kama ile jambo litokee basi litokee. Umekiza. Umesema sawa. Kwa nini? Huwezi kuomba. Lakini ile jambo limefanya, Mungu amelifanya. Kwa hiyo tusipewe maombi na mazingira. Sometimes ni kweli tunaomba, wakati mwingine tunaweza tukaomba, lakini not always. Kwamba kila siku unapoenda mbele za Baba umeshika karatasi kako. Leo ninaanza kuomba kwa habari ya sasa hivi mimi niko single. Namuomba Mungu kwa habari ya mke au mume, ombi la kwanza. Ombi la pili namuomba Mungu kwa habari ya biashara. Ombi la tatu ilikuwa ni hivi wiki imeendaje? Kuna mtu mmoja alinisumbua sana. Ombi la tatu ninaomba kwa habari ya maadui zangu. Alafu jambo gani niendelea kwenye maisha yangu? Jambo gani? Kuna vitu sielewi. Na tano, hapana. Hebu ingia tu kwenye maombi. Kwa nini? Maombi is about just talk to your Father. Hamna haja ya prayer point. Sometimes yes, but not always. Mimi na tu moyo wako kwamba Baba nimekuja mbele zako. Just talk to me. Roho Mtakatifu najimimina moyo wangu kwako. Ndio maana maombi is not about dakika 5 au dakika 10. Hebu tujimimine mbele za Baba. Ile ya kuangalia kwamba wakati mwingine ninaomba ile maombi ya shaka umefika asubuhi, umeamka saa 11 kamili, alafu unajua saa 11:30 una mteja. Kwa hiyo unasema hapa nitaomba dakika 10. Baba, ninakushukuru kwa siku ya leo. Siku ya leo ni siku njema, ni ya baraka, ni ya ushindi. Baraka sana. Baba, nasema asante, ninakushukuru kwa ajili ya familia, ninakushukuru kwa ajili ya kanisa. Hapa dakika 5. Ninakushukuru Baba, ni salama, ni ushindi. Dakika 2. Ninakushukuru Baba, asante. Unachukua msako unapiga dawa. Leo ni siku njema, leo hayo sio maombi. Nikubali kwamba nitangaza tu ushindi. Yaani basi niwe connected na Mungu kama ni salama, ni ushindi, lakini sisi ni maombi. Saa 10 hapa na dakika 5 za kuomba. Baba, ninakushukuru. Afu ndani yangu inaongea, wewe fanya omba haraka. Hakikisha vile viatu ambavyo viko kule chini vile usivae vile vaa vile vingine. Alafu unajua nini? Unajua usije ukasahau kile kitu fulani. Baba, asante, leo ni siku njema. Wewe omba haraka, omba afu kwa dakika 1. Sio maombi. Ndio maana kanisa liache wazi ili mtu ukija una siku moja hapa, njoo jimimine siku nzima hapa. Funga simu, funga kila kitu. Njoo jimimine mbele za Baba. Kwa leo hii wiki nzima nitatenga siku moja nikaongea na Baba. Unakuja mahali hapa kila kitu kiko off.
maybe unakuja kabisa na Biblia, sio kwenye Biblia ya simu. Kama wewe simu yangu tutaonana baadaye. Unajibimina mbele za Baba. Hakuna cha kuangalia muda, hakuna cha kuangalia SMS, hakuna cha kuangalia nini. Unajibimina moyo wako. Hapo tutaona level zingine za maombi. Lakini hatuwezi kwenda level zingine za maombi kama ni watu wa kuomba na kuangalia muda. Kama ni watu wa kuomba Jumapili hapa tunasema okay, saa 4 kamili tutakuwa tumemaliza kuomba. Kwa hiyo naomba unaangalia time. No. Kuna watumishi jamani wanatoa ushuhuda kwamba niliomba siku 4. Anakwambia niliomba siku 4. Unaona mshangalie mtu aliomba siku 4 alafu mimi nashinda kuelewa. Kumbe tunakuwa hatujaelewa dimensions zingine za maombi. Kumbe kuna level zingine za kufika. Unaomba, unajisahau, unamsahau Grace, unasahau watoto, unasahau umeingia kwenye ule ulimwengu wenyewe. Kwa sababu ulimwengu wa roho there is no time. Ulimwengu wa roho hauna muda, hauna distance. Kwa unapo interfere with this katika ulimwengu wa roho, unakuwa hauko connected na ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho, in the spirit there is no distance, there is no time. Kwa hiyo ninapoomba ninakuwa niko connected na ulimwengu ambao hauhesabu siku wala hauhesabu saa. Kama Musa hakula siku 40, siku 80, kwa sababu siku 40 alipanda mlimani, hakupanda na chakula. Aliposhuka akakuta wale jamaa wameyeyusha eleni zao, mikufu yao, wakaifanya nini? Wakatengeneza ndama. Hayo Biblia haisemi kwamba Musa alishuka chini akala afu akapanda. Haisemi hivyo. Tunaona kabisa pale Musa alienda kukaa siku 40. Musa alikuwa na mwili. Jamani, Musa alikuwa na mwili. Alikaa siku 40 bila kula. Alikaa siku 80 bila kula ujamaa. Ndio tunapokuja kukumbuka kwamba anasema roho, anasema mwili haufai kitu, roho ndiyo inayotia uzima. It is possible kukaa siku 40 bila kula. Inawezekana. Na zenyewe ni level. Kumbe inawezekana mtu akaomba masaa 4, inawezekana. Inawezekana mtu akaomba siku 4, mtu yeye akawa anaomba, inawezekana. Ila nini? Ni level. Tunataka tuongezeke. Inawezekana. Kama Musa alikuwa ni mwanadamu kabisa, aliomba. Inawezekana. Inawezekana Musa zile siku 40 yeye hakujijua ile siku 40. Kwenye ulimwengu wa roho jinsi mambo yalivyo, unaweza mtu hapa anafanya meditation au akaingia kwenye ulimwengu wa roho, Mungu anamuonesha maono fulani. Anaweza mtu akaingia kuyaangalia maono, akakaa masaa 10 kwenye maono, lakini akija kwenye ulimwengu huko wa mwili asijue kama masaa 10. Lakini wanadamu wa huko ndio kwa hiyo wamekaa masaa 10, lakini ikawa kama dakika 5. Kwa sababu ule ulimwengu hauna time wala distance. Kwa hiyo lazima turuhusu ndani yetu kuweza kuomba. Lakini kuomba huku, hebu tujiachilie tu hapo. Kama vile mchungaji wetu alisema tunatembea katika kanisa kutangaza ushindi kwa habari ya kanisa. Na tukiangalia pia country wise, hata pia wenzetu mbalimbali na wenyewe wako katika maombi hayo. Tunamshukuru Mungu pia sisi ametupa nafasi ya kuweza kuomba. Haleluya. Kwa tunaamini kabisa huu ni wakati wa kuomba, huu ni wakati wa Mungu wa sisi kuomba. Hebu usione hata kama maombi ni kitu kigumu ndani yako, hebu Mungu akupe urahisi. Hebu usikione kama ni kitu kigumu. Hebu ona kama ni kitu ambacho kinawezekana. Hebu ona kama kukua kupitia maombi haya. Kama Baba, haya maombi mchungaji wetu aliyosema tunaanza, ninaenda kukua na kuongezeka. Ninataka kuziona level nyingine kwamba nikiombea kitu fulani nione. Ndio maana Bible inasema kwamba pray and watch. Maombi tu sio kwa Baba asante, but you see what you are praying. Omba na kuona. Don't just pray. Kwamba ninavyoomba nione. Kwa nini? Ina matter sana kuona.
Anasema mtu ajionavyo ndani yake ndivyo alivyo. Ukijiona wewe duni utakuwa duni. Hayo na nini? Maombi. Kwa sababu hata maneno yako ni maombi, hata mawazo yako ni maombi, kwa utakuwa duni. Kwa hiyo Mungu anatenda according to your heart. Anatenda according the way you see yourself. Katika maombi haya tunayoanza, hebu jiruhusu ndani yako kuongezeka kwa Baba nisaidie. Roho Mtakatifu, hebu nisaidie. Mimi natamani kwenda kwenye level zingine, kwa sababu hatuwezi jamani. Hatuwezi. Bora nisiweze kuhubiri lakini niweze kuomba. Bora nisiweze kuimba lakini niweze kuomba. Kwa hiyo kwa sababu maombi is all about foundation of everything. Hakuna huduma inayoweza kusimama bila maombi. Ndio maana wengine wanaenda upande wa pili kuchukua nguvu. Prayer is power. Wengine wanaenda mchungaji mwingine kwamba nenda Nigeria, baadaye ikifika hapa nikisema kwa jina la Yesu watu wote waanguke. Lakini kumbe hiyo anaweza kuitumia upande wa pili. Akakaa magotini, akakaa na Baba, akajinyenyekeza chini ya pendo lake, akafanya hivyo na ikawezekana. Haleluya. Haleluya. Kwa Baba atuwezeshe, atupe nafasi tena, atuwezeshe kuongezeka katika kuomba. Hatuwezi bila yeye. Ninatamani viwango vingine. Baba, ongeze upana wa maombi yako. Baba, ongeze upana wa maombi yangu. Aongeze upana wa maombi yako. Aongeze upana uwaze vyema. Usiwaze vibaya, kwa sababu ukiwaza vibaya una affect maisha yako ya kila siku. Hata wakati mwingine mtoto mkosea anamwambia wewe mbwa au wewe mbuzi. Wewe usiongee hivyo, wewe ni ibada, usijiconnect nayo mambo. Usijiconnect na vitu ambavyo sio vyema. Kwa nini? Umeketishwa na Kristo. Alipoketi Kristo ndipo wewe ulipoketi. Tukijiconnect hivyo, nikiruhusu ufahamu wangu uanze kama mimi ni ibada wakati wote, hata maombi yangu yatakuwa ni rahisi. Lakini maombi haya lazima yawe connected na neno. Siwezi tu nikawa ninaomba lakini sijui nimeambiwa nini kwenye hii Biblia. Kuna vitu ambavyo mtu wa Mungu huwezi kuomba wala uruhusiwi kuomba, lakini kuna vitu vingine unatakiwa uombe. Kuna vitu vingine unamwambia tu Baba asante. Kuna vitu vingine unashukuru. Kuna vitu vingine uweze kumwambia Baba naomba chakula. Hapana. Amesema ninajua mahitaji yenu. Anasema mnapoomba msiombe kama nini? Msiwe mnaomba kama watu wasioamini kwamba Baba naomba chakula, Baba naomba vinywaji. Baba hapana, anajua mahitaji kwa sababu yeye ni Baba. Anajua mahitaji ya watoto wake ni nini. Kwa hiyo wakati mwingine mshukuru Mungu kwa vile vitu ambavyo unaviona mbele yako. Maombi, anatuambia pia maombi bila imani is nothing. Anasema yeyote anayeomba lazima ajue kwamba Mungu yupo na huwapa thawabu wale wanaomuomba. Ikawe ushindi kwetu, ikawe ushindi kwamba tunapoanza kuomba Baba akarejeshe na akanipe hatua nyingine ya kuweza kuomba, viwango vingine vya bubujiko la uzima. Tunapoomba tuone ladha, tunapoomba tuone majibu ya maombi yetu, tunapoomba tuone katika roho kwamba tunapotangaza ushindi kwa habari ya kanisa, tukaone vile kanisa linakuwa, tukaone maongezeko, tukaone ushindi. Nisiendelee kukaa chini, nikaone uwezesho wa Bwana katika hayo maombi. Isiwe kawaida, bali Roho wa Bwana akatupeleke viwango vingine. Roho wa Bwana akatusimamishe. Roho wa Bwana akatupeleke viwango vingine vya ibada. Roho wa Bwana akatupeleke viwango vingine vya maombi. Tusiwe watu wale wa kila siku, watu wale. Hapana, tukapande viwango vingine tena. Bwana akatuwezeshe, Bwana akatupe viwango vingine tena. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa viwango. Mungu ni Mungu ambaye hataki watoto wake tuendelee kukaa pale. Anataka tuendelee kuongezeka kile inapoitwa leo. Kile inapoitwa leo tuendelee kuongezeka na kukua. Tusiendelee kuwa watoto wadogo ambao tunachukuliwa elimu hii
aina hii, au tusiendelee kuwa watoto ambao tumedumaa kwa chakula kimoja. Hapana, lazima tupige hatua, lazima tuongezeke katika roho, lazima tuongezeke katika roho. Lazima yule mtu wa ndani aweze kuwa imara, lazima yule mtu wa ndani aweze kuimarika, na yule mtu wa ndani aweze kuimarika bila maombi. Kwa hiyo kupitia maombi haya ninaamini kabisa tunaenda kuimarishwa, tunaenda kupiga hatua nyingine tena, tunaenda kwenda mbele tena. Hatutabaki kama tulivyo, kwa sababu tumeunganika na Bwana, tumeunganika na Bwana, tunatembea na mbingu. Mbingu iko ndani yetu. Sio mimi ninayeomba, ila ni Mungu anayeomba ndani yangu. Kwa hiyo sitabaki wa kawaida, lazima vitu vitokee, lazima vitu vionekane. Na mimi sio mimi ninayeomba, Roho wa Bwana kaombe na wewe, Roho wa Bwana akakusimamishe, hatua zako zikapige kwenda mbele. Kwa nini? Kwa sababu sio wewe unayeomba. Usijione kwamba ni wewe unayeomba, lakini ni Mungu anayeomba ndani yako, lakini ni Bwana anayekubadilisha, lakini ni Bwana anayefanya kwako. Kwa vile ninavyoomba ninamsogelea yeye zaidi. Ninasema ninabadilika, vitu vyangu vinabadilika, maisha yanabadilika. Kwa nini? Kwa sababu ninakuwa connected zaidi na yeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Sisi ni wa kutoka juu, sisi ni wa kutoka juu, sisi sio ulimwengu huu, sisi ni wa kutoka juu. Kwa hiyo usijione wewe ni wa kawaida, usijione kwamba wewe ni wa kawaida tu, ni mtu tu wa Mbeya, ni mtu tu wa Sokomatona, ni mtu tu wa wapi. Hapana, wewe umetoka juu, wewe ni wa juu. Mimi ni wa juu, asili yangu ni ya juu, mimi sio wa hapa. Hata kama anasema ya kwamba ingawa mnaenenda kama wanadamu wengine, lakini wewe nyinyi hatupigani vita vyetu katika nini? Katika mwili. Ingawa nina mikono miwili kama wanadamu wengine, lakini mimi sio kama wanadamu wengine. Ingawa tunafanya biashara kama wanadamu wengine, lakini biashara zetu lazima zionekane za tofauti. Lazima utofauti uonekane, lazima utofauti uonekane. Daniel hakutaka kula chakula cha kifalme ambacho kimewekwa nutrients zote. Akasema mimi nipeni mtama na maji tu, lakini mtaona tofauti, kwa sababu ninamtumainia mvili yule ambaye nyinyi hamjui. Lakini baada ya siku kadhaa, Daniel alionekana bora kuliko wao waliokula vyakula vilivyokuwa kamili sehemu zote. Ni nani aliyefanya hivyo? Ni Bwana. Ndio maana wengine wanataja magari, wengine wanataja vitu vyao, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana majeshi, kwa sababu ndiye nguvu zetu, ndiye ushindi wetu, ndiye amani yetu. Yeye ndiye nguvu yetu. Tunapokuwa tumechoka, yeye ndiye anayetuimarisha hata nyakati ngumu. Yeye ndiye anayetuwezesha kwenda mbele. Hatuwezi bila yeye. Yeye ni ushindi wetu, yeye ni nguvu yetu. Hebu mchana wa leo, hebu ruhusu tu kutoka ndani yako kwamba Baba kuongeze, kwamba Yesu uongezeke ndani yangu. Unaweza ukasimama hapo ulipo kwamba Yesu uongezeke sana, na ukatuwezeshe, ukatuongeze kwa habari haya mambo tunayoanza. Baba akatusaidie, Baba akatuwezeshe, aongezeke Yesu, aongezeke sana, kwamba mimi nipungue. Kuna vitu ambavyo inawezekana nimeviweka mbele sana, lakini mimi nipungue, yeye aongezeke. Tukamwone Bwana kwenye nyanja zote, tukamwone Bwana kwenye kila jambo, tukamwone Bwana kwenye maisha tulio nayo, tukamwone Bwana, tukende viwango vingine vya kuomba, viwango vingine vya ibada, viwango vingine tena. Tukatae kubaki kwenye ukawaida. Tukawe Bwana achilie kiu mchana leo, kiu ya kuomba ndani yetu, kiu ya kusoma neno. Tuachilie kiu mchana leo, kiu zaidi ndani yetu. Tukawe watu wengine, sio watu ambao wa kawaida. Hapana, achilie kiu mchana wa leo, kiu ya kuweza kumfahamu yeye zaidi. Tusipokuwa na kiu jamani, it will be impossible to grow. Tusipokuwa na kiu ya kumjua Mungu, kila siku tutakuwa na lala hayo masaa yote na lala. Lakini Mungu akiachilia kiu ndani yako, utaweza kuomba. Mungu akiachilia kiu ndani yako, utaweza kusoma. Kukiwa na kiu, ndio maana mtu akiwa anatafuta maji au soda. Kwa nini? Anataka itimize ile kiu. Lakini mchana leo
msimu wa kuomba ndani yetu. Tusiangalie mazingira, lakini tumruhusu Roho wa Bwana atuwezeshe, aimarishe magoti, aimarishe mioyo, ili tuweze kuomba, kwa sababu maombi ndio ushindi wetu, kwa sababu maombi ndio mabadiliko yetu. Tunapoomba tunasababisha vitu vifanyike, kwa sababu sisi ni waombaji, sisi ni miungu. Tumeketishwa. Alipo Mungu ndipo ulipoketi wewe, alipo Kristo ndipo ulipoketi wewe. Ndio maana maombi yako, maneno yako yana uzima, maneno yako yana uhai, maneno yako unaweza kumwambia mtu akavuka, unaweza tuhisa Bwana atakuwa hivi. Kama Mungu aachilie hamu ya kuomba ndani yetu, aachilie kiu ya kuomba ndani yetu, atupe hatua nyingine tena. Kwa habari ya kanisa, tunapoenda kuchukua kazi hii kuanzia kesho, Mungu akatuwezeshe. Yawezekana wengine wanapofunga wanaosumbuliwa na matumbo, lakini matumbo yasiume. Yawezekana wengine wanapofunga wanakutana vitu vigumu, hivyo vitu vigumu visifanikiwe kwa jina la Yesu, bali Bwana akatufanyie wepesi, bali Bwana akatuwezeshe, bali Bwana akatuwezeshe, kwa sababu sio sisi, ila ni Mungu atendaye kazi ndani yetu. Macho ya rohoni yakafunguke kupitia maombi haya. Bwana akatupe hatua kupitia maombi haya, tukaone matokeo. Tunayaita matokeo kutoka kwenye ulimwengu wa mwili yakadhihirike kwenye ulimwengu wa mwili. Tunayaita kutokea ulimwengu wa roho, yani tunayoona kwenye ulimwengu wa roho yakadhihirike vile tunavyovitamani vionekane kwenye ulimwengu wa mwili. Tunavichukua rohoni, tunavileta kwenye mwili, yakadhihirike sasa, yakadhihirike. Kwa sababu wanasema ni wabariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni kazi yetu sisi, tunachukua rohoni tunaleta mwilini. Yale ambayo tunatamani kuona kwenye kanisa, tunachukua rohoni tunaleta mwilini. Ile picha ambayo mchungaji wetu anaiona katika ulimwengu wa roho, tunaichukua rohoni tunaileta mwilini. Tunataka kuona madhihirisho ya nguvu ya Mungu mahali hapa. Tunataka kuona uongezeko, tunataka kuona uwezesho wa Mungu mahali hapa. Kwa hiyo picha tunaitoa katika ulimwengu wa roho, tunataka kuona madhihirisho yanafanyika mahali hapa. Tunataka kuona mahali hapa ile picha ambayo mchungaji wetu anaiona, zile ibada zenye nguvu ya Mungu, watu wanaponya mioyo, wanaponya maisha. Tunataka kuona madhihirisho ya nguvu ya Mungu mahali hapa. Vile vitu ambavyo katika ulimwengu wa roho tunaviita kwenye ulimwengu wa mwili vitimie sasa. Hebu jiachilie sasa kwa dakika hizi chache, hebu jiachilie, hebu tangaza ushindi. Atakuwa bali tunapoanza maombi, ikiwa leo ni tarehe 1 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Mungu ametupa nafasi ya kuanza mwezi mpya. Amekuwa nasi Januari, lakini anaenda nasi Februari, anatembea nasi Machi, anatembea nasi April. Huyo Mungu tunatangaza asubuhi ya leo na mchana leo mahali hapa kwamba ni salama Februari, kwamba ni ushindi Februari. Tunapoingia katika maombi haya tunatangaza ushindi. Februari tunakutangazia habari njema zikasikike mahali hapa. Tunatangaza ushindi kwa habari ya kazi mahali hapa katika jina la Yesu. Tunatangaza ushindi kwa habari ya kazi mahali hapa. Kila mtego ambao adui amewashiria umevunjika katika jina la Yesu. Baba, asante kwa nafasi ambayo umetupa katika tarehe 1 ya leo ya mwezi wa pili. Asante kwa mwaka 2026, na asante kwa ajili ya mchungaji wetu kwa direction aliyoitoa ya kutembea kwenye maombi, ya kutembea kwenye ulimwengu wa roho. Tunajiashiria tukawe na wepesi wa kuomba, tukaone testi ya kuomba, tukaone ladha tunapoomba kwa jina la Yesu. Tunatangaza ushindi, tunaashiria hamu ya kuomba. Roho wa Bwana tusaidie, Roho wa Bwana omba nasi, Roho wa Bwana tembea nasi, Roho wa Bwana achilia wepesi ndani yetu ili tuweze kuomba. Achilia wepesi ndani yetu, Roho Mtakatifu. Achilia wepesi ndani yetu ili tuweze kuomba. Achilia
achilia wepesi, achilia wepesi, achilia wepesi, achilia wepesi. Hata tunapoomba tukaone ladha, tukaone ladha. Yule mtu ndani akaone utamu, jinsi vile tunavyoomba, tukaone ladha, tukaone ladha, tukaone ladha, tukaone kukua, tukaone tunapiga hatua nyingine. Haijalishi tunapita wapi, haijalishi tunakutana na nini, lakini tunachojua kwamba neno la Bwana limesema nini kwa habari ya maisha yetu. Hakutakuwa na kupungua, hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na habari mbaya, hakutakuwa na chuki. Tunachojua kwamba ni furaha na amani, kwa sababu ufalme wa Mungu is the joy in the Holy Spirit. Asante Roho Bwana kwa kutupa nafasi, tunajiashiria kwako, mioyo yetu kwako, mioyo yetu kwako, kwa habari ya kazi ya mahali hapa, kwa habari ya kanisa. Tunatangaza ushindi tunapoanza maombi haya. Tunajiashiria kwako Bwana, kafanye mwenyewe. Hatuwezi bila wewe Bwana, hatuwezi bila pendo lako, hatuwezi bila wewe mfalme wa amani. Asante kwa mchana leo, asante kwa siku njema leo. Ninakushukuru kwa pendo lako na uwezeshi wako. Tembea nasi, enda nasi Bwana. Asante kwa neema yako, asante kuinua mioyo yetu, na asante kutupa hatua tena. Nina kila sababu ya kukushukuru kwa hatua njema na hatua ya baraka. Asante kwa uwezeshi wako Bwana, asante kwa neema zako na upendo wako mfalme wetu. Tunakushukuru kwa neema zako na upendo wako. Thank you Jesus. Amina. Pigie makofi mtumishi wa Bwana. Haleluya.